nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 4, kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza la kitabu cha nabii Ezekieli, sura ya 47, aya ya kwanza hadi ya 9 na aya ya 12. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 5, aya ya kwanza hadi ya 3 na aya ya 5 hadi ya 16. Karibu tusikilize Injili. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Betizata, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, "Wataka kuwa mzima?" Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu." Yesu akamwambia, "Simama, jitwike godoro lako uende." Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, "Leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro." Akawajibu, "Yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende." Basi wakamuuliza, "Yule aliyekuambia jitwike uende ni nani?" Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, "Angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi." Yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa msikilizaji, karibu tutafakari kwa pamoja neno la Mungu ambalo tumelisikia hivi punde kutoka kwa mwinjili Yohane. Tuongozwe na ujumbe unaosema, tafakari juu ya Mungu mwenye huruma na upendo mwingi. Mungu anayetoa uzima na uponyaji kwa mwanadamu anayeteseka katika ulimwengu wa leo uliojaa majeraha ya kimwili na kiroho. Neno la Mungu linatukumbusha kwamba Mungu bado anafanya kazi ya kuponya na kuuisha maisha ya watu wake. Katika somo la kwanza la kitabu cha nabii Ezekieli, sura ya 47, aya ya kwanza hadi ya 9 na aya ya 12, nabii Ezekieli anazungumzia juu ya hekalu katika chemchemi. Nabii Ezekieli anaona maono ya maji yanayotoka katika hekalu la Mungu. Maji haya yanageuka kuwa mto mkubwa unaoisha kila kiumbe unachokipitia na kuvipa viumbe hivyo uzima mpya na kuvitakasa. Mahali palipokuwa na jangwa panageuka kuwa uzima. Tena itakuwa kila kiumbe hai kisongamanacho kila mahali itakapofikia mito hiyo kitaishi
kutakuwepo wingi mkubwa wa samaki, kwa sababu maji haya yamefika huko, maana maji yale yataponyeka na kila kitu kitaishi popote utakapofikiria mto huo. Ndugu mpendwa, haya ni maono yenye matumaini na ishara ya neema ya Mungu inayotoka kwake na kuleta uzima wa ulimwengu uliokufa kwa sababu ya dhambi. Maji haya ni ishara ya Kristo mwenyewe. Ni Kristo aliye mwamba wa maji ya uzima wa milele. Ndiye yeye anayetiririsha neema na baraka tele kwa njia ya sakramenti ndani ya kanisa. Katika Ekaristi Takatifu tunapokea uzima mpya na kufanana naye. Rejea Injili ya Yohane sura 6 aya 56 ikisema kwamba aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Ubatizo unatuingiza kuwa na ushirika naye kwa kuzaliwa upya. Lakini sakramenti ya kitubio huturudishia neema ya kuwa wana wa upendo la Mungu kwa kuondolewa dhambi zetu. Pia kwa njia ya kitubio huturudishia neema ya kuwa wana wa pendo la Mungu kwa kuondolewa dhambi zetu. Na kwa njia ya sakramenti ya kipaimara tunaimarishwa na kuwa askari hodari wa Kristo. Kwa miito mitakatifu, kanisa linaendeleza kazi ya kukuza utu mwema kwa kuendeleza kazi ya uumbaji kiroho na kimwili. Hivyo ni Kristo anayetiririka katika kanisa na kuuisha waamini. Kama maji yaletavyo uhai jangwani, ndivyo neema ya Mungu inavyoleta uzima katika moyo uliokufa. Mtume Paulo katika barua yake kwa Wakorinto anasema hivi: wote wakanywa kinywaji kile kile cha Roho, kwa maana waliunywea mwamba wa Roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 aya ya 4. Na katika somo la Injili tuliyoisikia ya Yohane sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 3 na aya ya 5 hadi ya 16, tumesikia habari za Bwana wetu Yesu Kristo huko Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Betzata, nayo ina matoa matano, ambako kuna wagonjwa wengi waliokuwa wakisubiria kuponywa. Miongoni mwao alikuwepo mtu mmoja aliyeishi miaka mingi, muda wa miaka 38. Katika mahangaiko, Yesu anamkaribia na kumuuliza swali la kushangaza: je, unataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, sina mtu wa kunishusha bwawani maji yanapotibuliwa. Basi kila ninapojaribu kushuka, mwingine anakuwa amekwisha shuka kabla yangu. Jibu la huyu mgonjwa linaashiria matumaini na imani kwamba atapona na kuondokana na shida hiyo. Swali hili alilouliza Yesu, lengo lake lilikuwa ni kuamsha tamaa ya wokovu na imani ya kuponywa katika uwezo wa Mungu. Mpendwa, katika kipindi hiki cha Kwaresma ni jukumu letu katika mioyo yetu kujibu swali ambalo aliulizwa yule mgonjwa kiimani zaidi katika roho zetu. Je, na sisi tupo tayari kuponywa kiroho na Kristo? Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kuendelea kufanya mabadiliko katika maisha yetu na kumtafuta na kumrudia Mungu katika maisha yetu kwa kupitia sala, kutenda matendo mema bila kuchoka, kama ujumbe wa Baraza la Maaskofu TEC unavyotukumbusha kuwa tunapaswa kutenda mema bila kuchoka. Nasi tunaalikwa kutenda mema kwa wenzetu bila kujali dini, ukabila na sheria kama ilivyo desturi. Tusiwe kama Wayahudi ambao kwao ilikuwa ni vigumu sana kusaidia mtu yeyote siku ya Sabato. Pia tunaalikwa kuwa vyombo vya huruma na matumaini kwa watu wanaoteseka, kama maandiko matakatifu yanavyosema, iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Rogelius Niwemgizi wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Pigeni tarumbeta.
tarumbeta katika Sayuni. Kusanyeni wazee, kusanyeni watoto, nirudieni mimi asema